Labda niseme tu kwamba tumekubaliana kwamba maandamano bila kikomo. Nilikuwa na mambo matatu kwa haraka kwa sababu ya muda. Jambo la kwanza, siku ya Krismasi ni siku nzuri. Ni siku nzuri kwa sababu ni siku ambayo tuna uwezo wa kufanikiwa. Hapa hatuzungumzii kusherehekea. Hivi fikiria kwa mfano tukaamua kusherehekea Krismasi, umenunua vyakula vyako, umepika, umealika na ndugu zako. Katika kumalizia maandalizi ya vinywaji umetekwa, hujaja kula. Hivyo utajisikiaje? Kwa nafikiri kuna watu tumetumbukiziwa wanaosema kwamba ni Krismasi tutawapata Wakristo. Sio kweli. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba kitu cha msingi kwamba Krismasi ni siku nzuri. Labda nitatoa mfano kidogo kwenye mikakati ya namna ya kutumia. Kwa mfano, tukaamua sisi wote kwenda ibada, tukaongea na kina Suleiman, na kina Mujahid, na kina Abdul, sio na kina nani? Nazungumzia Abdulrahman kwa mfano, achana Abdul wa mtoto wa mama. Tukasema sasa sisi wote tukutane pale kanisani Azania Front. Ambapo tukitoka kuna tabia za zile misa ambazo watu wanaingia ya kwanza kabla hawajatoka, kuna watu wanasubiri nje. Unakuta tayari kuna uwezekano wa kuwa na watu 300 pale kwenye kuanza tu. Na kama tutaweza kuanza na watu 300 na kama kuna wengine tulikuwa tumewapata hapo Asante Joseph kwenye kanisa kubwa kabisa, na wenyewe walikuwa wanatusubiri, watakuwa hewani. Kama tukitoka 300 Azania Front, wakatoka 300 hapo Asante Joseph, au wakatoka 300 pale Asante Joseph, wakatoka 300 hapo Azania Front, na tayari tunakwenda watu 600. Na shida kubwa ilionekana hata kwenye kipindi kilichopita ilikuwa ni namna ya kwanza. Kwa hiyo Christmas namna ndio hawawezi kuweka lockdown. Walichofanikiwa mbinu waliofanya msimu uliopita ilikuwa ni kuweka lockdown. Christmas wanahitaji lockdown, haiwezekani. Mahali pa kuanzia tunapo Asante Joseph, na kutoka Asante Joseph ni rahisi kutoa zile ziko nyingi, muda sio mrefu tutakuwa watu 3000 kwa watu 50 chochote zinakalika, sio rahisi kupata kutulia. Kwa nafikiri Christmas ni siku nzuri sana ili tuweze kufanikiwa swala letu, na mahali pa kupata na kwamba ni namna ya kwanza itakuwa ni kanisani. Ili misa inatoka, watu wengine wamekaa pale nje wanasubiri kama wanataka kuingia, ikisha toka wale wanataka kuingia na wale walikuwa wametoka, tunaungana pale. Hapo sio swala la paroko, sio swala la mchungaji, sio swala la Christmas, maana sisi tutakuwa tumeungana na tunafanya maandamano, na mpaka wale wagunduka tunafanya maandamano. Tumeshasogea mpaka Asante Joseph, tumeshafika, tumeshakuwa 600, tumeshakuwa 1500, tumeshakuwa 3000, na tuko hewani tumeshakuwa 6000, 5000, 50,000, 1,600. Kwa nini tunazungumzia kwamba kama kuna mtu anapinga Krismasi, anataka kusherehekea, huyo sio mwenzetu na hana mpango wa kukomboa nchi hii, anataka ipite ili tupate siku ambayo inawezekana kuweka lockdown. Krismasi haiwezekani kuweka lockdown, lazima tusali na mahali pa kuanzia tunapo. Na sasa hiyo nimetoa mfano wa sisi ambao tuko Dar es Salaam, mahali pa kuanzia panaonekana. Lakini pia ukienda kwenye mikoa mbalimbali unaweza kupata mifano hiyo. Kuna makanisa ambayo yako katikati ya mji, na pale katikati ya mji kuna makanisa mengine matatu, watu wanaweza kukutana pale. Fikiria kwa mfano kama sisi tumeanzania huko St. Joseph, Mtakatifu Josefu kule Kigamboni karibu na Fei. Kuna wenzetu ambao wameanzia kwa Gwajima, na wenyewe kule na wenyewe wamepatikana 2000, walikuwa kama ibadani 2000, wametoka pale wameingia, tunakutana, tunaamua mahali pa kukutana. Mbona inawezekana? Inawezekana. Kwa hiyo napendekeza kwamba siku ya Krismasi ni siku nzuri, haiwezekani kuweka lockdown, haiwezekani kuzima mtandao. Ni siku nzuri kabisa. Lakini jambo la pili ningependa kusema kuhusu organization, kuhusu usimamizi na coordination. Coordination ni kitu muhimu sana. Sasa hapo tunapozungumzia coordination, unakuta moja kwa moja pia inaweza kwenda kujibu pamoja na swali la aliyokuwa anasema mwenzetu aliyetangulia kidogo hapo, kwamba kama kuna coordination, hatuwezi coordinate watu wote, lakini angalau wale watu wa kuanzia, kwamba kuna coordination, kuwe na descending, kuwe na watu ambao wanaweza kusimamia watu 1000 ngapi, watu 100 ngapi, watu 50. Kama kwenye vile vikosi vinavyofahamika na watu wanaofahamika kisha watakuwa najua kwamba watu fulani wataenda mahali fulani na watu kadhaa, angalau watu 50. Hiyo itatusaidia sasa baadaye hata tunapokuja kufanya analysis, kama kuna watu wa kuwasaidia, kama kuna watu waliopata shida, kupitia zile coordination tunaweza watu wakaconfirm kwamba kweli hao watu walipata shida kwenye maandamano, na sisi tukaamua kitu cha kufanya, na hapa tuna uwezo wa kufanya kitu kikubwa kabisa. Inawezekana kabisa. Na jambo la tatu ambalo litakuwa lile la kwanza, kuna kwenye mjadala uliopita, sio nasikika Chaba? Unasikika vizuri sana. Nasikika. Endelea. Jambo la tatu ambalo litakuwa lile la kwanza ilikuwa ni kwenye tutoke kwenye kuwaogopa, tuanze kuwafuata. Hii hoja niliona ni hoja ya msingi sana, kwa sababu kwa nini wanajaa? Kwa sababu wanaamini kwamba tutawaogopa. Sasa tunawafuataje? Ndio lazima tupate location ambayo tukishatoka tuna uwezo wa kuwa 200. Tukishakuwa 200 tuna uwezo wa kuwasogelea, na katika watu 200 wanajua kabisa pale kuna simu sio chini ya 100 ambazo zitakuwa ziko hewani na watakuwa wanaonekana duniani. Kwa sisi tunapotoka kwenda kuwafuata, kitu cha kutufanya inakuwa ni ngumu, kwa sababu kama unakumbuka kwenye maandamano ya Kenya, na nataka kuzungumzia namna ya kuchagua location za kukutana. Kwenye maandamano ya Kenya kuna mtu mmoja alikuwa amebanwa kwenye corridor fulani hivi. Alipokuwa anashambuliwa yule mtu, dakika moja haikuisha, watu waliingia kama 1500 kwa ghafla. Unapita uchochoro wao, unapita askari walipoona wamezingirwa huku na huku, walikimbia. Wakishaanza kukimbia na sisi tunawakimbiza,
kundi linaongezeka hapo na tunakwenda kufanikiwa. Kwa ina maana wao sasa kujiseti mahali fulani itakuwa sio dawa. Kwa sisi tukishaanza kuwafuata, tutengenezwe kwa namna ambayo sisi tutakuwa tunawafuata, tunawatafuta. Kama tumepanga tukutane, tunakutana, na wenyewe wakijipanga tunawatafuta. Tunawatafutaje? Coordination tu kwamba tuanzie kukutana watu 300 500, tukishakuwa tumekutana tunawafuata watu. Sisi tunapowafuata wao, wenzetu wanaungana, wenzetu wanaingia, wenzetu kwa zile corridor ambazo walikuwa wameziba, sisi tunapowafuata wao, wanaporudi nyuma, zile corridor watu zitakuwa zinaingiza. Na kama wenyewe wanakwenda mbele kujaribu kututafuta sisi, kule nyuma kuna corridor, kuna watu watakuwa wanaingia. Kwa itakuwa ni rahisi kuwazi. Wakishaona wamezingirwa nyuma na mbele, lazima watakimbia watu wake. Wakituacha, hilo lundo limeshafanikiwa. Tukifanikiwa watu 3000, 6000, 200,000, 300,000 tukakusanyika mahali pamoja, hatutoki. Baada ya hapo tunaendelea hapo kukesha, kula na kuweka madai yetu kwa mambo ya msingi, na hasa nikizungumzia kwenye location ya Dar es Salaam. Vile vile Mbeya wanaweza kufanya hivyo, vile vile mikoa mingine, Arusha wanaweza kufanya hivyo, wanachagua makanisa yapo katikati. Ukienda kule Arusha kuna makanisa yapo katikati, ukienda kule Iringa kuna makanisa yapo katikati ya mji. Wanaweza kufanya hivyo, possibility ya kukutana watu kuanzia 500 mpaka 1000 kwa wakati mmoja na kuanza kuwafuata askari. Mimi nilikuwa nafikiri hii itakuwa ni njia nzuri. Moja, tuanze kuwafuata badala ya kuwakimbia. Tunawafuataje? Lazima tuwe na idadi ya kutosha. 2, siku za Krismasi na Jumapili ni siku muhimu kwa sababu hawawezi kufanya lockdown. Kama Krismasi ya safari sio Jumapili, kwa mfano kama itakuwa Krismasi Jumatano, tukafanya shughuli Jumatano, tukakwenda Alhamisi, tukaenda Ijumaa, tukaenda Jumamosi, tukaenda Jumapili, katika hizo siku mpaka kufikia Jumapili tukao tumeshakomboa nchi. Mimi mawazo yangu kwa leo yalikuwa ni hayo, lakini kwa kweli ni muhimu sana, na hii tunafanya kwa ajili kwa mambo mawili. Kwanza, kuleta heshima kwa kazi kubwa ambayo wenzetu walifanya, wale vijana wetu wamefanya, vijana wenzetu wamefanya ile 29. Jambo la pili, tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi inakombolewa. Amesema dada aliyetangulia hapo, kwa kweli mambo yanayofanyika ni magumu. Wakati jenzi tumefanya ile kazi, Mwigulu alikuja, aliwaomba watu, kila naye kuja, askari kuja, jamaa tunawaombeni. Lakini baada ya kuona lockdown ya juzi imefanikiwa, Mwigulu amegeuka, anaagiza, kwa nini mnawakemea? Kwa nini mnaacha kuwasaidia wasanii? Huu ni ujinga. Ameshaanza kupata kiburi fulani. Angalia kauli za Chalamila. Baada ya jenzi kufanya kazi, alikuwa tunawaomba. Sasa hivi imeshapita, anaanza kuleta kauli za kejeli na kauli za maagizo na kukemea watu. Kwa mimi nafikiri tukisema kwamba tunanyamaza ni kwa ajili ya hatari zetu wenyewe, na tukisema kwamba tunatoka ni kwa ajili ya usalama wetu wenyewe, na uwezo wa kufanikiwa tunao, na siku nzuri ni hiyo tarehe 25, na namna ya kuanza ni hiyo niliyopendekeza kwenye makanisa makubwa, upande wa Gwajima, upande wa St. Joseph, upande wa Azania Front, pamoja na makanisa mengine ambayo yako katikati ya mji. Nashukuru sana mshauri. Narudisha mic. Asante.
Rais Samia Suluhu Hassan tayari ameanzisha juhudi za maridhiano. Tumeona imeundwa tume, lakini kwenye juhudi hizo pia kuna wito wa msamaha. Nimemsikia katika hotuba yake ya kuzindua bunge la 13 alitoa wito wa kusamehewa kwa baadhi ya waandamanaji ambao walikuwa wamewekwa kizuizini, na mikutano ya mazungumzo pia alizungumzia uchunguzi wa matukio. Tumeona tume imeundwa na mkutano wa kitaifa. Yote haya ni kuhakikisha kwamba nchi inaelekea sehemu salama, na akasisitiza kwamba ataendelea kunyoosha mkono wa maridhiano. Ninarudi tena kidogo kwa Jussa. Bado unadhani hili linaweza nikawa kama lile la siku zote kwamba ni matamshi tu ya kisiasa? Dr. Minde. Ni kweli, bila shaka nadhani hapo ndo tunapo tathmini kwa kina kwamba mnafanya uchunguzi na mnaunda tume, lakini ukiangalia zile TOR za tume bado hazizingatia masuala muhimu, kwamba tunataka kufanya mazungumzo ndio, lakini nini kilifanyika. Kukuta kwamba mara nyingi tunakwepa ile uwajibikaji, na mara nyingi tunakimbilia kutaka kufunika ili kuombe. Kwa hiyo kwa Tanzania nadhani dhamira inatakiwa, ili maridhiano ya ukweli, lazima tutathmini, lazima serikali ikubali kusema ama kukubali kufanya kama mkutano wa kitaifa, kwamba watu waweze kusema ni nini kilichotokea. Kwa mfano katika ile siku ya tarehe 29, na usiangalie tu siku ya tarehe Oktoba tarehe 29, bali uangalie historia kwa ujumla, ili hadi tufike Oktoba tarehe 29 lazima kuna madhila ambayo yametoka yalikuwepo, na ile Oktoba 29 ilikuwa kama culmination, yani hitimisho tu ya madhila mengi yaliyotokea. Kwa hiyo tume nyingi, na tume hii lazima izingatie kwa ujumla historia ya madhila Tanzania na kutaka kuleta ule mwamko wa kutaka kweli kufanya maridhiano kwa ujumla wa kitaifa. Nashukuru. Ninarudi kwako Katembo kabla sijarudi tena kwa Jussa. Miaka 30 baadaye, maadhimisho haya tangu maadhimisho haya yalipoanza, bado Waafrika Kusini wanajiona kana kwamba hawako huru, kana kwamba uchumi wa Afrika Kusini bado unamilikiwa na wachache, na maridhiano yao kidogo yako tofauti na haya ambayo tunayazungumzia labda Tanzania na mataifa mengine ya Afrika, kwamba wao ilikuwa ni ule ubaguzi wa rangi ndio uliowatia majeraha. Pengine kipi ambacho kimekwamisha kile ambacho wengi walikitarajia? Kwa kifupi, Katembo. Kinachokwamisha ni ukwaji wa kutogawa rasilimali za nchi kwa usawa miongoni mwa raia wa Afrika Kusini. Kwa maana kuwa wale waliokuwa wanateseka na kuwa na umaskini zaidi ni Waafrika weusi ambao sasa hivi wanaendelea kama ilivyokuwa, na kuna wale ambao wanadai afadhali ya chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi kuliko maisha ya utawala wa sasa. Sasa hii inaonyesha kwamba ukweli haujasemwa na haki haijatendewa kutokana na vile walivyokuwa wanatarajia na kupigania. Kwa mfano, swala la ardhi lilipiganiwa hapa nchini, ikawa kwamba kilichosababisha Waafrika Kusini wapigane vita ni kuweza kuwa na haki sawa ya ardhi, lakini sasa hivi ardhi yenyewe inamilikiwa zaidi ya 70% na wale wachache wazungu ambao sasa ni kama katika utawala wa kidemokrasia wamehalalishwa kuendelea kutenda maovu ya kiuchumi dhidi ya Afrika Usi ambao ni wachache. Na narudi kwako Jussa. Swala la kuwa na mchakato jumuishi wa maridhiano, tumemsikia pia Dr. Minde akilizungumzia hilo. Umekuwa kwenye sehemu ya maridhiano kama ambavyo umezungumza hapo awali. Unalionaje katika mchakato ambao unaendelea sasa nchini Tanzania? Hii jamii ama pana ya jamii imejumuishwa, kwa sababu mwisho wa siku wao ndio wanaohitaji maridhiano. Jussa. Naambiwa ametoka kidogo, labda ninaweza nikalirudisha kwako Dr. Minde. Pengine unaonaje jamii kwa upana wake imeshirikishwaje nchini Tanzania katika kupata haya maridhiano? Kusema kweli,
kabla hata tufikie katika kufanya kusema tunatengeneza hii tume ya uchunguzi, tumekuwa na tume nyingi sana za ambazo zinafanya tathmini, zinataka kujua ni nini wananchi wanachokitaka, na wananchi wengi mara nyingi wamekuwa wakishiriki na wakitoa madai yao, wakitoa matakwa yao. Ukiangalia tume ya Nyalali, ukiangalia tume nyingi hapo za Kisanga, na hakika zimekuwa zikizingatia kwamba kuna mbadala, yani marekebisho katika masuala ya sheria muhimu, na hatimaye kuwa na katiba mpya. Kwa hiyo ukiangalia sio kwamba uchunguzi ama wananchi hawajasema wanachokitaka. Kwa hiyo tayari matoko wananchi yapo, lakini mimi naona tatizo kubwa kwa Tanzania kumekuwa ni ile swala la utekelezaji ya matokeo ya hizi tume ambazo zimekuwa zikitoa. Kwa hiyo unakuta mara nyingi zile mapendekezo ya tume hayazingatiwi kabisa. Kwa hiyo hata mimi nina hofu kwamba katika hatua hii nyingine ambayo Tanzania inakwenda ya kufanya uchunguzi na kutaka kufanya maridhiano, labda kutakuwa kuna mapendekezo, lakini kama tukiendelea na yaliyotokea hapo awali, basi kutakuwa kuna utekelezaji wote, na nadhani hiyo ndio tatizo kubwa sana, sio tu kwa Tanzania bali kwa mataifa mengi ambayo yanajikuta katika hatua kama hii. Najat, una ujumbe wowote ambao unaweza ukatushirikisha, hata mmoja tu? Ndio kabisa. Kwa mfano, Isaya Sambo anasema maridhiano ni daraja muhimu kwa wanadamu kufikia ushirikiano wa kweli baada ya kugawanyika kwa sababu mbalimbali zinazoongoza jamii. Shida ni pale maridhiano yanapowekwa masharti magumu kwa upande fulani unaotaka ugumu wa upatanishi wa swala hilo. Hili linakuwaje? Nadhani mmemsikia huyo msikilizaji wetu anauliza hilo linakuwaje, masharti magumu. Labda kwa kifupi, Katembo, umekuwa ukifuatilia hayo yote, maridhiano na nini. Je, ni kweli kwamba kuna kuaga na masharti magumu, na pengine unaweza ukawaambia nini wa Afrika kwa ujumla katika kutekeleza suala hili zima la maridhiano? Karibu kwa kifupi, ili pia nimwite Dr. Minde kabla hatujafunga. Kinachohitajika hapa ni kuweza kusema ukweli, kuweza kuwa na utawala unawajibika, haswa kwa viongozi wa bara la Afrika, na kuyaangalia kwa ufasaha yale mazila ambayo Waafrika wamepitia ndani, na kusawazisha mambo kama inavyohitajika kwa kuleta utawala bora na kujenga misingi ya demokrasia ambayo yanakidhi mahitaji ya wananchi wa bara la Afrika. Sivyo tutakuwa tunaunda tume ambazo hazina tija kwa maisha ya raia wa kawaida wa bara hili, na wakati ambapo wanaendelea kuwa na makovu ya kihistoria ambayo yanatendeka ndani ya nchi zetu. Asante sana Bwana Katembo, asante sana Dr. Minde, naambiwa muda wetu umemalizika kabisa. Asante pia mtazamaji kwa kuwa nasi mchana huu, lakini wakati huu ni makala